na Waislamu tumeambiwa kila mwenye kujitahidi utegemea kupata. Kwa hivyo kujitahidi kwetu ndiko kupata kwetu. Matarajio ndio lengo la mwanadamu yoyote yule. Hakuna mwanadamu anayesema kwamba mimi leo sitaki kupata. Tumetoka majumbani huko tunakuja mjini huku, wengine kwa Wahindi, wengine wapi ofisini. Lakini tunakuja kufanya nini? Kutafuta. Ukitafuta unataka ufanye nini? Upate. Kwa hivyo linakuja baadaye. Kwa hiyo kila timu ambayo ipo, Namungo, JKT, Young Africa, Simba Sports, timu zote 16 ziko kwenye kupata. Inapotokea kutokupata, basi ahlan wa sahala. Bwana mzee wangu, turudi nyuma kidogo katika mechi 3 ambazo zimepita kwa mnyama Simba. Mechi dhidi ya Coastal Union, mechi dhidi ya Young Africans, mechi dhidi ya Tanzania Prison. Takriban hapa mnyama Simba angekusanya takriban alama 9 hapa. Lakini ile hali amekusanya alama 4 tu peke yake. Pengine labda haswa mkiiona Simba hii katika michezo mitatu ambayo imepita, movement na ile ambayo iloanza ya ligi kuu Tanzania bara, ni Simba ya namna gani? Simba ni ile ile. Manake nataka kuzungumza labda pengine kama usemi wa kuna chama kimoja cha siasa huwa kinasema kwamba CCM ni ile ile wala haibadiliki. Na Simba nayo ni ile ile. Kwa hiyo usiseme kwamba eti mechi 3 zilizopita ama tulipoanza labda kuna mabadiliko ya Simba. Hapana, Simba ni ile ile. Isipokuwa katika performance mimi nilitoa ahadi kwamba mje mniulize baada ya kuwa tumeshacheza mechi 10 hasa mimi. Tukishacheza mechi 10 njoni mniulize kwamba unaionaje Simba kwa mwenendo unaokwenda nao. Hapo ndo nitakupa tathmini ya Simba iko vipi. Lakini kwa sasa bado mechi 6 siwezi kukwambia kwamba iko vizuri au iko vibaya. Ila bado iko kwenye kujitahidi kupata. Kwa hivyo hizo mechi 2 ambazo wamedondosha pointi nile ambayo nimeanza kukwambia kwamba kila mwenye kujitahidi utegemea kupata. Kwa hiyo kujitahidi kwetu kulikuwa kidogo, hatukupata. Bwana amezungumza sana na inaonekana kama anawakera hivi Alikamwe baada ya kuwafunga. Kila akikaa kiinuka utasikia wazee wa Simba, wazee wa Simba, wazee wa Simba. Ukiwa kama mzee, hii kauli ambayo wameizungumza wana Simba na maneno ya shomba anayotoa Alikamwe, unayazungumziaje? Alikamwe. Babake nani anaitwa? Mzee Kamwe. Mzee kumbe babake naye. Alafu ni wa Simba. Babake. Basi anamwambia babake. Unajua malezi ya mtoto, hata wewe ulivyolelewa na babako, kama ilikuwa huna heshima na babako, basi unaweza ukamtukana mahala popote ukipata nafasi ya kisomo. Sasa ndio sawa sawa na Ali. Sasa kimafumbo vipi? Si umeniuliza? Ali babake ni Simba. Tena Simba wa mapenzi kabisa. Lakini Ali alishamtukana hata babake sio leo. Si umenielewa? Mpaka babake alitoa kauli akasema kwamba unapozungumza mtoto wewe, angalia na wale unaowazungumza. Wakati mwingine unayozungumza unanizungumza mimi babako, kwa sababu mimi ni mmoja wa Simba, alafu pia ni mzee. Kwa hiyo akiwatukana wazee wa Simba, tena alimwambia, alikwenda zaidi Ali, akasema kwamba inawezekana babangu hakuchagua jambo sahihi la kulipenda. Umeona adabu hivyo kwa mbaya? Yaani baba yake hakuchagua jambo sahihi la kulipenda. Ina maana kwamba hata kwa bi mkubwa hakumchagua kwa sahihi kumzaa yeye. Si baba yake hakuwa na jambo sahihi la kuchagua kulipenda? Sasa kama hakuchagua jambo sahihi la kulipenda baba yake, je, kwa mama alilichagua jambo sahihi kulipenda ambayo amemzaa yeye mamake? Sasa ni utovu wa adabu. Na ndio tunawaeleza mara nyingi vijana, mnapozungumza maneno, mnapopata nafasi za kazi hizi, kwenye mahali ambapo una uwezo wa kuzungumza chochote, kwenye redio, kwenye vilabu labda, ama msemaji wa serikali ama nini, lazima kauli zako ziwe zinachunga. Kama kinywa chako hakichungi, basi unaweza kujiona wewe umefika ukazungumza chochote kile. Yanga wamepita wengi. Unamjua Jerimulo? Ambao sasa hivi yuko hapa?
yuko serikalini. Serikalini lakini alikuwa pale na alianza kabla ya kuwa pale alikuwa kwenye radio. Lakini kwa sababu alikuwa na utaratibu wa kuzungumza kwenye radio mpaka kuja kwenye Yanga, alikuwa anazungumza maneno tu sio ya kutukana ila ya kutania. Huyo sasa hivi ametoka. Si umeelewa? Sasa alikumbuke hilo kwamba pale wamepita watangazaji wengi walioisemea Yanga. Aweke na akiba. Kesho na kesho kutwa hupo pale. Utakwenda mwambia nini babako? Kwamba hakuwa na mapenzi sawa sawa ya kuchagua mahali alipopapenda? Babake atabaki kuwa Simba, yeye pale hayupo. Atakwenda kumwambia maneno hayo? Hayo maneno hayo yanakera kweli. Sasa mimi hata yanikeri. Kwa sababu najua inawezekana pengine katika kulelewa hakukaa na baba. Pengine alilelewa sana na bibi. Na watoto wengi wanaolelewa na bibi zao wana shida sana katika malezi kwenye maisha. Kwa sababu bibi, wewe chochote unachofanya huko mtaani hata akija akishtakiwa atawaambia mjukuu wangu mnamdanganyia, mtamuongopea. Tofauti na baba. Baba ukimweleza mtoto wako kafanya hivi anakupa mikwaju kwanza. Mengine baadaye. Alafu mengine atakwenda baadaye. Sasa hali inawezekana pengine kalelewa na bibi yake. Ndio maana akili yake majununi. Mahala popote duniani, uwe rais, uwe waziri mkuu, uwe nani, huwezi ukamtukana mzee. Hivi hapa kwa mfano Dar es Salaam sipana wazee? Wewe ushamsikia rais anatukana wazee? Ushamsikia mkuu wa mkoa anatukana wazee? Anawaita kukaa nao kujadili nao. Lakini yeye Alikamwe pamoja sio wazee wa Simba, si wa Yanga, sawa? Kama sio wazee wa Yanga ina maana pale Yanga hakuna wazee? Yanga wazee wapo pale. Wapo wazee. Wanayozungumza yote yako sahihi. Kwa sababu vitu hivi kwa mfano vya kulalamika na mambo ya mpira hayakuanza Simba. Walianza Yanga wakati yeye hayupo. Wakati wazee wa Yanga wanakaa wanazungumza maneno yao, hukumsikia hata kiongozi mmoja au msemaji yoyote wa Simba kuja kuwaambia wazee wa Yanga hawana akili. Hata siku moja. Na walikuwa wanazungumza maneno, tutakwenda kwa mama, tutakwenda hivi, haiwezekani, Karia huyu Simba, sijui umeelewa? Mpaka mawaziri wanaingilia kati wanawaambia TFF kaeni na Yanga mzungumze nao. Nini kilichopo? Tatizo liko wapi? Lakini yeye hakupata nafasi hiyo. Hakuwaona. Na ndio maana anakuwa kibri. Na hichi kibri chote anapewa kwa sababu anapata. Ila kinyume hiki hatuwezi. Ikiwa hapati hichi hawezi kuzungumza, atazungumzia kwa nani? Si umeelewa? Sasa kama anawaambia wazee wa Simba, amesema wazee wa Simba hawana nini? Akili. Hawana akili. Basi pia na wazee wa Yanga kwa sababu wapo wazee. Walizungumza akasema wanalalamika, lakini watu wanachokilalamika hakuna kitu chote kilichokuepo. Anasema wazee wa Simba wanalalamika kuhusiana na lile goli ambalo walifungwa na Yanga. Wanasahau ya kwamba na wao pia waliwafanyia Azam vile vile, hawakulalamika. Sasa unaona tatizo hilo? Kwa hiyo akifanywa wao Simba, akifanywa wengine sawa. Kwa hiyo ina maana dhambi ilipo na dhambi. Nakuuliza wewe, dhambi ilipo na dhambi? Haiwezekani. Kama uliona kule mwanzo kulikuwa na dhambi, huku utakiwi kufanya dhambi. Kuhusu muamuzi huyu mtoto Kayoko Ramadhani sisi kumnungunikia sio jana. Hivi sisi tumefungwa goli 5 na Yanga, 1 2 3 4 5. Tulimalalamikia muamuzi? Wanasema mlisema ni football tu imetokea. Yes, na tukao tunalalamika wenyewe kwa wenyewe, viongozi wetu, si wachezaji. Lakini huyu, kwa nini huyu? Lazima hapo muwafikirie hawa wazee wa Simba, kwa nini wamemzungumza huyu? Sasa yeye ilitakiwa afikiri. Halafu bado mashindano yanaendelea. Tusimsikie mtoto yule Alikamwe akija kuzungumza chochote cha malalamiko. Manake safari ndio hii. Kuna usemi wa Kiswahili unasema kwamba usitukane mamba wakati bado hujavuka mto. Usitukane uzazi
usitukane mkunga wakati uzazi ungalipo. Sasa Ally Kamwe asije juzi hapa tu walikuwa wamelalamika kutoka South Africa. Au sio wao walikuwa wanachukua picha wanatembea nazo? Dhidi ya Mamelodi Sundowns. Wao walisema wafanywa nini? Wameonewa. Kwa hiyo mwamuzi kafanya nini? Amewaonea Yanga. Lazima awe na akili. Hivi vitu haviko, yani unapozungumza hilo unatakiwa uangalie, je, hao wenzetu wanaolalamika usifurahi kwa sababu umepata. Maana kipato huleta majivuno. Ukipata yani ukitaka kumjua mtu mwendo wake uko vipi, basi apate. Ubadilisha hata mwendo, ubadilisha hata makazi kuzungumza na watu. Ndio sawa na Ally. Ally ndo alikuwa mtu wa kwanza kuwa anatoa mambo 10 ya Ally Kamwe. Ya Ally Kamwe kuhusu Simba Sports Club. Huyu Ally Kamwe mjinga huyu. Ndio aliyekuwa anatoa mambo 10 ya kuhusu Simba Sports Club. Baada ya mechi kumalizika anatoa mtiririko wa mambo 10 namna alivyoiona Simba na kuisifia. Leo hii anakuja kusema wazee wa Simba hata wanachokizungumza hawakijui. Yale mambo 10 alikuwa akiyazungumza alikuwa anatoka kwa nani? Sasa unapopata mahali sio uje ulete kiburi kwa sehemu zingine. Jaribu kuwa na adabu. Humu mna wazee wake, mna baba zake wapo humo. Tena baba yake ni Simba sana. Na ndio maana mimi kama ingekuwa ndo mimi yule mwanangu, mimi ningetoa kauli. Yes. Yani ningetoa kauli. Kwani anazungumza kwenye nini? Si azungumza kwenye mpira. Na mimi ningetoa kauli kwenye mpira. Anatoa kauli na unatoa kauli. Na mimi natoa kauli, si mimi mzee. Ningetoa kauli kuhusu yeye. Bwana Mzee Mtitu, tumalize na ile hapa, unawaambia nini wana Simba kuelekea katika mchezo wa kesho? Tumaliza. Unaona tushamaliza, sio? Tuendelee basi. Maana yake nazungumza habari hizo za umeniuliza habari za Ally Kamwe nazizungumza, tushamaliza. Tujalimaliza hilo, tuendelee. Kwa hiyo ungekuwa wewe mimi natoa kauli. Kama mimi ndo angekuwa baba yake Ally Kamwe. Alafu anazungumza maneno yale kuzungumzia wazee wenzangu. Mimi ningetoa kauli. Wala nisingekuwa na dhambi. Si ushanikosea adabu. Halafu tena anakwenda mbali zaidi, inaonekana kama iko mimi nilianza kuzaliwa babake. Maana ile ndio usemi wa watoto wengine wasema, kwani wewe baba si kwa sababu umetangulia wewe? Kama ningetangulia mimi ningekuzaa tu. Adabu ya watoto kama wale. Yaani kama ningetangulia mimi, wewe ningekuzaa tu. Ndio maneno ya Ally Kamwe. Kwa hiyo wewe kama Mzee Mtitu ndio ungekuwa baba yake Ally Kamwe, ungetoa radhi za namna gani za kimpira? Sio radhi. Ungezungumza kitu gani cha kimpira? Najua mimi cha kumzungumza. Ndio kipi hicho? Sasa si mwanangu, nitazungumza nini? Yule si mwanangu, si mjukuu wangu, si mpwa wangu, wala si chochote. Nitazungumza nini? Ila anasema kama ningekuwa babake, kama ingekuwa. Na sio la juzi tu. Hata lile la mwanzo kumwambia babake kachagua mahali ambapo hapana mapenzi. Pale mimi ningemtandika. Naam. Pale ningemwambia. Pale ningemwambia. Ningemjibu pale. Ungetoa na leta tumboni, ningemjibu hadharani. Alafu ndo angejua kwamba baba kumbe huwa anakuwepo kabla ya mimi. Angelijua hilo. Sasa tukirudi nyuma kuzungumzia habari ya Simba Sports Club, tuna mechi kesho na Namungo. Na kuna mtu mmoja anasikia ambayo alikuwa huko baadaye yuko sasa hivi yuko Namungo. Alishacheza kwani? Anasema kwamba atawafunga. Ni wajibu wake. Kwa sababu yeye kama alivyosema ndugu yangu hapo bwana Lawrence, unapofanya kazi mahali usiseme mimi nitashindwa. Kama umetumwa na mwajiri wako kafanye kazi fulani, basi chukua kwamba mimi kazi nitaiweza. Kwa hiyo yeye kazi yake kucheza mpira, na yeye bahati sio mbaya ni mfungaji, ana wajibu kusema hayo. Hakuna mfungaji ambaye anasema kwamba mimi leo siwezi kufunga.
Si umenielewa? Anaweza kufunga goli la kufutia machozi. Hapo nimekuelewa. Si umenielewa? 3-1. Inaweza kuwa 4-1, 3-1 au 6 bila ama labda kitu kama hicho. 7-2. Inaweza ikawa hivyo. Kwa hiyo kafunga na yeye. Ila kuondoka na alama 3 ni kitu kingine na kufunga ni kitu. Malengo yetu sisi sio kuondoka na alama 3. Yaani sisi malengo yetu tupate alama 3 kila mechi. Tunaokota alama ngapi? 3. Basi ndio malengo ya Simba Sports Club. Hivi vingine vinakuja matayasal. Matokeo yoyote yanayokuja katika mpira hakuna mtu anayekwenda kusema kwamba mimi nakwenda kutoa. Maana yake nasikiaga maneno mengi yanazungumzwa. Mpira una matokeo 3. Sijui kuna sare, kuna kufungwa, kuna kushinda. Wewe unakwenda pale kwa ajili ya sare. Kila mtu anakushinda. Kila mtu anakwenda pale kwa nia moja tu ya kupata ushindi basi. Yakitokea mengine za matayasali. Kuna lugha inaitwa matayasali, yani ni vitu vya ziada tu katika hicho kitu. Sio jambo ni wajibu. Lakini wajibu ni kupata ushindi kwa kila mchezo. Kwa hiyo mashabiki wanachama wa Simba wasogee kwa wingi katika uwanja wa KMC kwa sababu hii mechi sisi wenyeji, na tukawape hamasa vijana wetu. Vijana naona wanakuja vizuri, wanajitahidi na mafanikio yao yanaonekana. Kwa hiyo hili sitaki kuwakatisha tamaa wenzangu kuambia kwamba mechi hii kama wanavyofanya watu wengine, baadhi yao wanaonekana Simba lakini wao hawako kwenye kusifu Simba ama hawako kwenye kuizungumzia Simba, wanazungumzia Namungo na nini huko. Bwana mzee wangu, ukipewa nafasi ya kukutana na Ally Kamwe alafu ukamwambia neno lolote utamwambia nini? Na sitaki kukutana naye. Kukutana naye mtoto kama yule mjinga sipendi kabisa. Mimi nakutana na watu wenye maarifa bwana. Nikutane na Ally Kamwe hata maarifa hana. Mimi Ally Kamwe nikikutana naye nazungumza naye nini katika mpira? Kwanza katika mpira mimi nitazungumza naye nini Ally Kamwe? Ally Kamwe hata robo au theluthi moja ya mpira hana. Sasa atazungumza nini na mimi katika mpira? Ally Kamwe. Kwani kwa mfano ndio umekutana naye ile baba? Na sitarajii na sihitaji. Ukimwona unamkimbia. Sijui umenielewa. Mimi siwezi kumkimbia isipokuwa yeye, mimi sitaraji. Kwanza akijua kwamba huyu ndo tena nataja jina kabisa. Akisikia kwamba huyu hapa ndo anaitwa Mtitu, atasema mimi sitaki kukutana naye. Yaani yeye akisikia kwamba bwana yule alikuwa anasema hataki kukutana na yeye, anaitwa Mtitu, yule pale atageuka yeye atalala mbele. Mimi hawezi kukutana na mimi yule. Bwana nikushukuru sana mzee wangu mzee. Mimi nashukuru sana. Na wasihi tu unapokuwa na mapenzi ya kitu, hususan mpira unauma. Mpira unaweza ukaachanisha katika ndoa. Mpira unaweza gombana na jamaa zako. Mpira unaleta maafa ya vifo. Sio hapa kwetu tu, hata duniani huko. Tunasikia watu kadhaa wamekufa kwa sababu ya mpira ujue. Sio kwamba kulikuwa na vita. Vita vyao dakika 90 tu. Umewafanyia visivyo, basi watu wanauana. Si umenielewa? Umeelewa vizuri. Sasa niwaombe shirikisho la mpira pamoja na chama cha waamuzi waangalie sana waamuzi wao hawa waamuzi wao. Si umenielewa? Hawa waamuzi. Kama hawana practice mazoezi, basi wawapeleke tena madarasani. Na wasiwape watu vyeti kwa sababu eti kakimbia uwanjani, ana nguvu za kukimbia, ana nguvu za kugeuka, halafu wanakuja wanapewa nafasi. Hapana. Watafsiri sheria. Sheria 17 zinamhusu mwamuzi na wachezaji uwanjani tu. Haziwahusu watu wote. Haziwahusu mashabiki, haziwahusu sijui viongozi. 17 zinahusu pale kuzitafsiri zile. Sasa ukiziboronga zile unawavuruga watu ujue. Juzi sisi tumezika mwenyekiti wetu wa tawi wakati anaangalia mechi ile. Yule kijana baada ya kujifunga mtu kajinyosha pale.
Kijili kaondoka na roho ya mtu. Sasa hiyo yote mpira. Kwa hiyo tuwaelekeze labda pengine sisi hatuna ujuzi sana wa elimu ya kusoma hayo mambo ya urefali, lakini tatizo ni kwamba mpira duniani kote unaonekana, hata kama kuna kuja hicho VAR, lakini wasomaji wenyewe wakiwa kama wale kina Kayoko wako ndani, yatakuja yale. Hata kama kuna kuja VAR, tena tunamwambia Karia habari hizi, hata kama anathibitisha zimeshakuja VAR, lakini wanaopewa mafunzo ndo wale kina Kayoko, yuko ndani mmoja, Elisasi yuko nje. Elisasi kakataa, Kayoko huko anasema ndio. Lazima atakuja kusema kwamba hapa ndio, watu wanawaua ujue. Si umenielewa? Uelewa. Kwa sababu matukio yale yanaonekana sekunde tu pale. Sasa pale yanapoonekana sekunde, wewe ukiboronga tu. Kwa sababu katika kuonekana sekunde sio kwamba wakati mwingine wewe unasema kwamba hapa sio, ndio, lakini wewe utasema sio kwa sababu ya mahaba yako ulionayo. Pengine hata hela hapewi, ila kwa sababu ana mahaba. Sasa yale mahaba yanamfanya anasema hapa sio. Kwa mfano, baba nisikize uzuri. Kwa mfano siku ile Kayoko, mimi si mtaalamu, lakini amepiga filimbi pia akanyosha mkono. Faulo ile ya yule bwana mdogo. Hapa inaashiria nini maana yake? Mpira lazima uguswe na wawili. Mpira lazima uchezwe na mtu wa kwanza anampasia mwenzie hapa alafu anashuti. Yeye kanyosha mkono, ule mkono hakushusha mpaka mpira unakuja kuingia golini ndo anashusha mkono. Sasa ilikuwa haelewi kanuni ile. Mahaba sasa yamemjaa. Kwa kuwa ule mpira umekushaingia golini, akaona hapa mimi tena sisemi kwamba huyu mtu arudishe hapa, ipigwe tena. Anageuka wala anakimbilia kati. Si umenielewa? Sasa vitu vile waviangalie sana. Na nashangaa mpaka leo bodi ya ligi haijatoa neno ama kamati ya waamuzi. Juzi nimsikia bwana Hamduni anahojiwa, anasema tunawafuatilia marefa wetu kwa sababu ile limepita, watu washaathirika ujue. Watu washafanya nini? Watu washakufa, watu washazimia, lakini anasema ni jambo ambalo limepita, tutaliangalia kwa vizuri. Kesho kutwa utamsikia yule anapewa mechi yule. Sio kucheza na Simba, atapewa mechi na timu nyingine na anakwenda anafanya tena utumbo huo. Kwa sababu inaonekana kwamba hajui kutafsiri sheria. Yanga walimtandika pale mtu mmoja anaitwa Israeli Mkongo. Wewe nisikize uzuri, achana na Nasoro kwanza. Yanga walimtandika Israeli Mkongo pale. Kwanza walinyukwa na wachezaji uwanjani, alafu kutoka pale uwanjani kaja katandikwa. Wakamwambia wakina Nasoro, wamemwambia huko Chamazi unakokaa sisi tunakaa huko. Tutakufuata huko. Kaondoka yule nyumbani kwake siku 3 hajalala. Bwana mzee wangu nikushukuru sana kwa siku ya leo. Umenipa madini mengi sana yale kama na matumaini yamemfikia. Yamfikie. Najua uwaga pengine hamwatumii hizi klipu kama hizi. Wanaona hizi klipu ndogo za nini sisi kuzisikiliza, lakini zina maana sana. Wanaziona, sio kama waziona. Wanaziona Basi kama anaziona, awe na adabu na kinywa chake. Awe na adabu na kinywa. Katika jambo baya kabisa ni kalamu baya kabisa ni mdomo, ulimi. Ulimi ni kalamu mbaya sana katika dini imeelezwa. Unaelezwa kwamba kule kuna kalamu yako itakwenda kuchunguzwa, sio kalamu utakayoshika huku unaandika kwenye daftari. No. Kalamu yako ya ulimi utakayokuwa unaizungumza huku ndio inayokwenda kuangaliwa kule na ndio inayopeleka majibu. Sasa ajifunze. Bado mtoto mdogo sana. Asiwe anapenda kutukana sana kwenye vyombo vya habari. Awe mzungumzaji mwenye idea, mwenye heshima na vyombo vya habari. Shukrani sana. Karibu bwana.
Mr. Makamba Agent and Supplier ni wauzaji na wasambazaji wa bati aina zote. Utapata bati za mgongo mpana, mgongo mdogo, Vesa, Royal Roma na bati za kawaida, zikiwa kwenye muonekano wa rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani, damu ya mzee na nyinginezo. Na bati zote zimethibitishwa na TBS. Ukinunua na Mr. Makamba Agents, mzigo wako utafikishwa mpaka site. Mr. Makamba Agents and Supply ni mfalme wa wasambazaji.